Mkoa wa Geita umepokea pampu 141 za umwagiliaji zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1 kutoka serikalini kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kwa lengo la kuongeza uzalishaji wa mazao, kuimarisha usalama wa chakula, kuongeza kipato cha wakulima na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Mhandisi wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji mkoa wa Geita, Boniface Mkita, amesema pampu hizo zitakabidhiwa kwa vikundi vya wakulima vilivyokidhi vigezo ili viweze kufanya kilimo cha umwagiliaji mwaka mzima. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Geita katika hafla ya uzinduzi wa ugawaji wa pampu hizo, mkuu wa wilaya Bukombe, Pascas Muragili, amesema vifaa hivyo vitasaidia kuongeza uzalishaji wa mazao na kufanikisha malengo ya serikali ya kuinua sekta ya kilimo. Ndugu zangu, leo tumekuja kushuhudia kazi kubwa ambayo anafanya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa namna ambavyo anaendelea kutimiza ahadi yake ya kuhakikisha kwamba anatatua changamoto za Watanzania. Zipo changamoto nyingi katika sekta mbalimbali, lakini pia kwa wale ambao wamepitia na kusoma ilani ya ilani ya uchaguzi Chama cha Mapinduzi, ipo pia hoja ya kuweza kuwezesha au kuwasaidia wakulima. Mpango huu ambao tunaenda kuzindua leo, kwa maana kukabidhi pampu hizi, ni moja ya utekelezaji ya ahadi hiyo, ambapo inaenda kuongeza sasa uzalishaji kwa wakulima wetu. Kama vile kwenye taarifa kwamba katika mazao yote, wale ambao wanalima mazao ya mboga mboga na wale ambao wanalima mazao mengine ya chakula, basi uzalishaji unakwenda kuongezeka. Mimi la kwangu naenda kuzungumza hapa ni kuomba tu kwamba sisi wenye dhamana ya kusimamia makundi haya tuweze kuwasimamia kwa karibu sana, kuhakikisha kwamba azma na nia njema ya Mheshimiwa Rais inakwenda kutimia. Kwa maana msaada huu uende kuchochea yale malengo ya uzalishaji ili tuweze kuyafikia. Lakini pia msaada huu uweze kuvutia watu wengine nao kwenda kubadilisha tabia yao ya kilimo ili na wao waingie kwenye kilimo cha umwagiliaji. Lakini la pili ambalo nataka kulizungumza ni kwamba ni vema sasa katika kutekeleza mpango huu tungekuwa na uwazi mkubwa kwa wananchi wetu. Nataka niamini kwamba tunao wakulima wengi, kwa sababu pia tunao mabonde mengi ambayo yana vyanzo vya maji. Kwa hiyo katika kupata hizi pampu 141 ni sehemu tu, lakini kama mkoa tunahitaji kuwa na pampu nyingi zaidi. Katika kufanikisha azma hiyo, serikali imeweka mkazo katika kuwawezesha wakulima wanaolima maeneo yasiyofikiwa na mifumo ya umwagiliaji wa mtiririko. Unakuta kuna ziwa, mashamba yako juu, wakulima hawawezi kuyachukua yale maji na kuweza kumwagilia mashamba yao, kwa hiyo lazima watumie ndoo. Kwa kupitia mpango huu, Mheshimiwa Mwenyekiti, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji inasambaza pampu za umwagiliaji kwa vikundi vya wakulima ili kuwawezesha kufanya kilimo cha umwagiliaji mwaka mzima. Kwa mkoa wa Geita, serikali imetoa jumla ya pampu 141 zenye thamani ya shilingi bilioni 1 na milioni 15 ambazo zitakabidhiwa kwa vikundi vya wakulima vilivyokidhi vigezo vilivyowekwa na Tume ya Taifa ya Umwagiliaji. Miongoni mwa vigezo hivyo ni wakulima wawe wamiliki halali wa maeneo au mashamba husika, wakiwa wazawa au wakazi wa eneo husika. Lakini pili, wakulima wawe wamejiunga katika umoja au vikundi vilivyosajiliwa na Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kwa mujibu wa sheria na taratibu zinazotumika. Lakini tatu, vikundi hivi, kikundi kiwe na uongozi unaotambulika wenye jukumu la kuratibu shughuli za umwagiliaji, kusimamia matumizi pamoja na kuhakikisha wanachama wote wananufaika kwa usawa na uwekezaji wa serikali. Kama ilivyoelezwa kwamba wakulima hawa watakapozitumia pampu hizi wataweza kuzalisha mara 2 au mara 3 kwa mwaka, na hivyo wataweza kupata tija kubwa. Kama ni mahindi watalima kwa misimu 2 au 3, kama ni mboga mboga na mazao ya bustani watalima zaidi ya mara 2 mara 3. Kwa hiyo kutakuwa na uzalishaji mkubwa na tija kubwa. Kwa sasa uzalishaji huko Nyang'hwale mboga mboga, yani mazao ya bustani, watu wanaweza kuzalisha labda
tani 6, lakini sasa hivi nadhani baada ya kutumia hizi mashine wataweza kuzalisha zaidi ya tani 6, kwa maana kwamba wataweza kuzalisha tani 12 na zaidi. Kwa mahindi walikuwa na uwezo wa kuzalisha labda magunia kama 15 kwa eka moja, na sasa wataweza kuzalisha magunia zaidi ya 15, tuseme labda 30 au hata 40 kwa eka moja. Na hizi ni ripoti za Ayo TV na Millard Ayo kutokea mkoa wa Geita. Mimi ni Consolata Chaliga na mwandaji ni Baraka Fulgence.